Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi rusulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'd. Bado tuko katika siku takatifu, siku tukufu, katika mwezi mtukufu wa mfungo 4, na ndani yake kuna mambo mingi. Kuna mambo ya kumalizikiwa na hija, kuna mambo ya hijra. Hijra tumeelezewa kwa urefu. Bwana Mtume kuwaruhusu maswahaba kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Alhamdulillah, maswahaba akina Amr bin Huraith nadhani ndo alikuwa wa kwanza kupewa idhini na Mtume kutoka Maka kwenda Madina. Ndo maana ilikuwa mwanzo wa mwaka wa Kiislamu ni mfungo 4. Hawa ndo watu wa mwanzo, na kawaida kauli ya Mtume tukuliwa zaidi kuliko kitendo chake. Maana mtu anaweza kusema Mtume mwenyewe amehama mwisho wa mfungo 5 akafika Madina mfungo 6, lakini hatuangalii kitendo cha Mtume, tuangalia maneno na amri ya bwana Mtume. Hata katika usulul fiqh tuambiwa al-qawlu aqwa min al-fi'li binisbati lin-nabi. Ama kauli ya Mtume ndo sheria yetu, kitendo cha Mtume chaweza kuwa sheria kwetu na chaweza kuwa si sheria. Kwa hivyo maswahaba wote walipofanya shura ya kuweka mwanzo wa mwaka, miongoni mwao ni alimamu Ali na Saidna Umar bin Khattab na wengine, wakaeka mfungo 4 ndio mwanzo wa mwaka wa Kiislamu, kwa sababu ndio mwanzo wa kuhama maswahaba kwenda Madina. La pili ambalo limekabili mbele ni siku ya Ashura. Kesho Ijumaa itakuwa ni siku ya Ashura. Ashura ni saumu kubwa, ni saumu takatifu, na kuna kitu tu nitanabahishe. Kuna watu wengi, hata baadhi ya wazungumzaji wasema kwamba Mtume alienda Madina akawakuta Mayahudi wafunga Ashura. Akauliza Mtume akasema wale Mayahudi wakasema tusherehekea siku ya kuangamizwa Firauni na kuokolewa Saidina Musa alayhi salam. Hii hadithi pengine imeeleweka vibaya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakufunga Ashura kwa sababu ya Mayahudi wafunga. Kuna kitabu kimoja kizuri kwa wasomi wakipitie, kitabu cha Imam Shafi Ikhtilaful Hadith, na vitabu vingine, lakini hapa atapata kwa haraka. Saumu ya Ashura iko kitambo. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kabla ya kufaradhiwa Ramadhani alikuwa akifunga, alikuwa ni faradhi kwake kufunga Ashura. Kisha maswahaba watuambia baada ya kufaradhiwa Ashura, baada ya kufaradhiwa Ramadhani ndo ikawa ni khiari, atakaye kufunga Ashura atafunga, ambaye hataki hatafunga. Lakini mwanzo wa Ashura ilikuwa ni faradhi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bila taswa. Alipofika Madina Mtume, nukta muhimu yaeleweke, alipofika Madina Mtume akawakuta na Mayahudi kumbe nao wafunga Ashura. Walipokuwa kiwauliza mbona mwafunga Ashura, wakasema kwamba sisi tuwafunga kwa sababu ya kuokolewa Nabii Allah Musa. Mtume akawaambia nahnu ahaqu bi Musa minkum wala in baqitu ila alqabil la asumanna tasi. Sisi ni bora zaidi, nyinyi mwafunga kwa ajili ya Musa, sisi ni bora zaidi, si kwa sababu ya kufunga Ashura. Ni kwa Musa. Hii ni nukta muhimu. Kuna ibara katika balagha inaitwa taujihi, nahnu ahaqu bi Musa binisbati li mutaba'ati Musa. Kwa hivyo sisi tuwafunga Ashura, lakini madamu na nyinyi nimewakuta mafunga Ashura, nikiishi paka mwakani nitafunga na taswa, yani nitafunga tarehe 9 ili ni khalifiane na nyinyi Mayahudi. Kwa hivyo nukta muhimu ieleweke kwa Waislamu, Mtume hajafunga Ashura kwa sababu ya Mayahudi. Mtume alikuwa ni faradhi kwake Ashura Maka. Alipoenda Madina akawaendelea kufunga Ashura, lakini ikafaradhiwa Ramadhani mwaka wa pili Madina. Alafu Mtume akaishi tena miaka 8 kule Madina. Mwaka wa 7, mwaka wa 8, mwaka wa 9 wa Hijria ndio Mtume akagundua na Mayahudi wafunga, akataka kukhalifiana na wao. Ndio sababu ya ile hadithi ya Muslim. Tufanye nini siku ya Ashura? Siku ya Ashura tufunge kama tulivyoeleza kwamba ni sunna kufunga, tena ni sunna kubwa. Hadithi zilizokuwa sahihi kwamba yafuta madhambi ya mwaka mzima uliopita. Na kuna pengine kuna sutafahum, hii siku waliuawa Saidna al-Hussein. Je, tufunge kwa sababu ya kuwafurahikia wale waliomuua? Hapana. Sisi tuna dini yetu ambayo ni imara, ina kawaid asasia, ina misingi ya kiasili. Saidna al-Hussein mwenyewe siku ile ya Ashura
alipokuwa ameuliwa alikuwa amefunga, yuko katika saumu. Ndio maana Sayyidatina Zainab binti Ali bin Abi Talib, ndugu yake Sayyidina al-Hussein, akamuota mtume, yani babu yake akamuota mtume ambaye ni babu yake kwa upande wa Sayyidatuna Fatima. Akamwambia Hussein amefunga, mwambie leo atafuturu na sisi, leo atafuturu na sisi. Kwa hivyo Sayyidina al-Hussein alikuwa amefunga na wale watu wake wa karibu walikuwa wamefunga. Hatufai, ni haramu kuondosha sunna ya bwana mtume kwa sababu ya msiba au kwa sababu ya jambo lilozukia juu. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Maida aya ya 8 atuambia, ya ayyuhalladhina amanu qumu bilqisti, qumu lillahi shuhadaa bilqisti walau ala anfusikum wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Wale waliotekeleza kifo cha Sayyidina al-Hussein wana madhambi makubwa, lakini haitotufanya sisi kuacha kufuata sheria kwa sababu ya hisia zilizozukia. Ni bid'a mbaya mtu kupinga saumu. Ikiwa mtu hataki kufunga ni sawa, lakini mtu akipinga saumu ya Ashura amempinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewapinga na Ahlulbayt. Kwa hivyo ni wasia kwetu siku ya Ashura tufunge, na tumeelezwa na mashekhe wengi, tuweza kufunga Ashura peke yake, ni kauli ya Mtume. Tuweza kufunga pia leo vile tarehe 9 tukafunga na kesho Ashura. Tuweza kufunga Ashura kesho na kesho kutwa Ijumaa mosi, ikawa tumepata siku mbili baada ya Ashura tukafunga na tarehe 11. Hii ni tambihi muhimu ambayo yapaswa tuieleze kwa Waislamu waelewe kwamba kitendo cha mauaji ama kuuawa Sayyidina Hussein haitowapelekea Ahlul Bait wala haitowapelekea Waislamu kukhalifu sunna ya Mtume kwa sababu ya emotionally ambayo imezukia, tukaacha sheria ya Mola wetu na sheria ya Mtume wetu na Ahlul Bait zetu na maswahaba watukufu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا